Inawezekana kiongozi wa dini akahamasisha hicho kinachoitwa sadaka au zaka, na katika kukusanya akawa mkali anapotoa mawaidha yake. Ukitoa 1000 sadaka, anakufokea kiongozi wa dini, we Mungu unampa 1000, Mungu unampa 1000. Lakini kumbe hamuombei Mungu, wala hawaombei ile sadaka masikini walioainishwa wapewe. Yeye mwenyewe hiyo 1000 haijamtosha, ana force umpe nyingi, na akishazikusanya hazendi kwa walengwa. Kwa mfano sisi tumeainishiwa kwenye Qur'ani, innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin walamilina alaiha wanani. Imefaradhishwa zaka kwa sababu kuna watu ambao Allah kawapa kiwango kikubwa cha mapato zaidi ya haja zao za lazima, lakini kuna wengine ni mafakiri, yale mahitaji ya lazima ya siku hawana. Kwa hiyo ikafaradhishwa hii katika maisha, wenye kipato kikubwa kikifikia kiwango fulani watoe kwenye mali zao, hicho sio chao, kiende kikawanufaishe wasiokuwa nacho, masikini. Kwa hiyo zaka, kuna watu wanastahiki kutoa, ni kwa sababu kinachotolewa na wenye kustahiki kutoa, kuna wanaostahiki kupewa, wapewe. Ni haki ya masikini na mafakiri. Lakini huyu kiongozi huyu, yeye mwenyewe hashibi, anachukua kwa wenye kingi na kwa wenye kuhitaji hakifiki, kinakomea kwake. Wengi katika watu wa dini hizo maisha yao yanaenda hivi. Kwa hiyo chini watu wanaojituma ni kama vibaraka wao tu, chuma ulete, chuma ulete. Inafahamika hiyo. Kwa hiyo Waislamu hawakutakiwa waige method kama hizi. Hawa watu mambo yao mengi hayako sawa, na ndio maana katumwa mtume huyu wa mwisho aje arekebishe baadhi ya yale ambayo wameyakosea. Tumepita kwenye suratul A'raf, tumesoma sana kwenye suratul A'raf, kama huwa tunatalii alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injili wal-Qur'an. Yajidunahu maktuban indahum, hawa Wayahudi na Wakristo, huyo mtume wa mwisho wamemkuta kaandikwa kwenye vitabu vyao. Kwenye Taurati Muhammad katajwa, kwenye Injili katajwa, na sifa zake, wasifu wake, itakuwaje, atafanyaje. Wanalazimika wamfuate